Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya asubuhi njema na yenye neema. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa nafasi ya kutumika kwenye madhabahu hii, kwa mwimbaji, kwa mchukua matukio, kwa kiongozi wa ibada, kwa kila mmoja uliyempa fursa ya kuwa hapa. Asante kwa ajili ya kuendelea kutupa nafasi ya kutumika hata tulipopunguka au kuruhusu tuishi. Hiyo ni sababu ya sisi kukushukuru tena. Hata tulipobaki wenyewe au kuruhusu tuwe wapweke. Hiyo ni sababu ya kukushukuru tena. Na hata tulipokuwa moja au kuruhusu tukawa wachache. Kwa sababu kuruhusu wingi kuonekana upande wetu. Tunashukuru kwa sababu ya asubuhi hii ya Jumapili ya leo ambayo imekuwa njema mno. Asante Mungu, kila mmoja ataendea yale uliyomkusudia. Katika jina la Yesu tunakubariki mfalme wa amani kwa sababu ya siku hii njema. Amen. Hakikisha kila kitu unakitilia maanani, unakiamua kwa ukubwa unaostahili, and then fanya kwa ubora. Yaani hakikisha unafanya kwa ubora. Ubora ndio tiketi nzuri sana kwenye mambo yako. Yaani hakikisha unafanya kwa ubora ule uliojaliwa. Mimi nimezoea kufanya kitu kwenye akili ya mwisho. Yaani nimekufundisha ubongo wangu kwamba mahali ambapo mtu atahesabia anajitesa, kwangu nimechukua ni sehemu ya maisha ya kawaida. Kwa kufanya vitu extra kwangu, nimeufundisha ubongo wangu kwamba hiyo ndio nature yangu. There is no way nitafanya jambo kama mwingine. Yaani kama mtu atakiwa lale masaa 6, mimi nalala masaa 4. Kwa nini? Kwa sababu ninachotafuta najua akili inakuwa kulingana na unavyoifanya au unavyoifundisha. Ni kama misuli tu kwa mfano mazoezi. The more I change ndivyo ambavyo itakuwa. Anapopunguza kuitrain ndivyo ambavyo itaendelea kusinya. Kwa na akili ni hivyo hivyo pia. Unapoipa ukubwa inaendelea kukua. Na hivyo itakusaidia kwenye matukio fulani hivi ambayo utahitajika kuyasimamisha makubwa. Ubongo wako utapata changamoto. Watu wengine matukio kama hayo kwao yataonekana ni ajabu, ni miujiza, lakini kwa kunaona no, still bado sijafanya kwa kiwango cha akili yangu. Kwa hiyo ningekushauri hayo mambo machache kabla ya kuingia kwenye somo, yachukue, kaa nayo. Yachukue, kaa nayo. Ila usiogope kuepuka watu wanaoogopa kufanya kwa ukubwa. Watu ambao ni kemikali kwenye maisha yako ya kukuangamiza ni watu ambao hawako tayari kuriski kwa ukubwa ambao wanataka kuuendea. Yaani watu ambao ni waoga. Hata Biblia inasema waoga hawafai, hawahitajiki hata kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo usiogope kuwaepuka watu ambao wana hofu ya kufanya matukio kwa ukubwa. Kwa sababu kadri utakapokuwa unawakumbatia, unaifinya akili yako. Na ukumbuke Mungu, mtaji wa kwanza Mungu aliyokupa ni akili. Kwa hiyo ukishindwa kuitumia kwa ukubwa unaostahili, unakuwa umemloku Mungu kufanya mambo. Iruhusu akili yako ikue. Na ili akili ikue, jana tukiwa mahali na pastor hapo, kuna mtu nikamwambia, kuna jambo aliniuliza, nikamwambia kinachowafelisha wengi kwenye maisha ni kuendelea kukaa kwenye maeneo wanayojiona wakubwa. Usiruhusu kubaki eneo unaloonekana unatawala. Hautajua unatakiwa kuwa wapi zaidi. Ukiona eneo unalokaa wewe ndio boss, unatakiwa tafute eneo ambalo wewe umezidiwa. Kwa sababu utapata changamoto mpya. Na changamoto mpya itakupa hatua mpya pia. Ukikaa kati ya watu 10 wenye kipato cha milioni, wewe ukiwa na 1.5 milioni unaweza ukajiona wewe umefanikiwa kuliko wao. Ila ukikaa kwa mtu ambaye ana milioni 10,
na kuhakikishia masaa ya kazi yataongezeka, muda wa majukumu utaongezeka, vyanzo vya mapato visivyokuwa na upotevu vitaongezeka. Ina maana ukikaa kwa mtu ambaye unaona una mudu, utarelax, utaona umemaliza. Kwa hiyo ni muhimu sana kutoka hilo eneo na kukaa kwenye eneo ambalo litakuwa lina challenge akili yako kukua. Angalia cycle ya marafiki yako 5, 10, 20, and then kama unaona wewe kwao ni mkubwa, hama hapo. Kwa nini? Kwa sababu akili yako itadumaa. Yaani najitahidi kusema hivi, maumivu utakayoyapata kwa kuona ukubwa wa wengine yatakufanya uamke kwenye usingizi wa kutulia. Huwa tunahisi tumefanikiwa kwa sababu tumekaa na watu ambao tumewazidi viwango au tuko nao sawa. Na msemo unapenda kuutumia, simba sio mfalme wa nyika kwa vita, kwa sababu kuna wanyama akiwaona huwa anakimbia kabisa. But kinachomfanya aonekane ni mfalme ni kwa sababu anapendanga kuchallenge kila mnyama kulingana na nguvu aliyokuwa nayo. Akikuta swala atamchallenge, akikuta digidigi atamchallenge. Yaani anamchallenge kwa nguvu aliyokuwa nayo, akimwinyi ndio anamla. Ila akikuta amekufa hana time naye. Hatafuti kilichokufa kwa sababu anajua hata jua ana uwezo kiasi gani. Na huwa anapiga mahesabu pia. Anaangalia energy aliyokuwa nayo, afu anaangalia mnyama anayetakiwa kumkimbiza. Akiona hii sasa anaenda naye, ataishi naye mpaka mwisho. Hao wengine anaweza hata akaja akacheza naye hapo. Anaruhusu sana naye na anafanya nini hapo? Au anatafuta kile kitu ambacho anaona kabisa kwa energy yangu. Hapa naona kuna kitu kitageni hapa. Kuna kitu napata hapa. Na hata kwenye maisha ni hivyo. Mtao unaoishi, watu unaokaa nao, mashoga, watu wanaozunguka nao kibiashara, yaani wale watu ukiona wewe unajiona ni mfalme kwao, una kazi ya kufanya. Simba akimbii kuliko wanyama wote. Ndio. Kuna wanyama wanamkimbiza vizuri tu kwenye mbio. Amen. Vizuri tu. Lakini kwa sababu waga anaingia kwenye challenge za ngumu, anaonekana yuko sawa. Ana mbio, ana nguvu, ana kasi. Lakini kuna wanyama wanamwacha mbali sana. Ila kwa sababu anathubutu kuingia kwenye maeneo kulingana na hali aliyokuwa nayo, anaonekana yuko sawa. Ujasiri huo unaficha madhaifu. Kwa hiyo usiogope. Simba huwa anapigika vizuri tu. Adono ni simba au simba, hivyo umeelewa. Anapigika vizuri kabisa. Ila ujasiri wake ule ndio unafanya aonekane anapiga kila kitu. Kwa hiyo tafadhali sana, epuka watu wanaoogopa kuhatarisha, epuka watu wanaoogopa yaani wao wanajiona wamefika. Lakini pia muepuke mtu kabisa ambaye amekaa yaani anajiona yuko sawa. Kuna kitu mimi wanakiita wito wa kimbingu kwa mwanadamu na wito wa mwanadamu kwenye mbingu. Ni mambo ambayo yako tofauti kidogo. Wakati mbingu inakuita, inatoa majibu. Yaani wakati mbingu au Mungu kwa mfumo wake anaita kusanyiko, anataka aachie majawabu. Wakati watu wanatafuta Mungu, wana maswali. Sasa mbingu inapoleta kusanyiko au inapotoa mwaliko, haihusianishi mambo mnayoyapitia, inahusianisha mambo mlioandikiwa. Ambapo katika ulimwengu wa roho tunasema kile kitakachokuwa kinatokea kwenye kusanyiko ni badiliko kulingana na alichokiandika kwa watu
katika ulimwengu wa roho, kesi ambazo zinawasumbua wengi kiroho ni za kutafuta Mungu kwa namna ambayo hayuko. Kukosa Mungu kwenye neno ni kukosea ramani ambao unafaa kuifuata ili ufikie hatima. Kinachokupa ukamilifu sio unachoomba, ni anachokuambia. Na ndio maana uelekeo wa kiroho hauandiki, ila unaufuata. Na ndio maana kumjua Mungu kunaleta amani na kufuatwa kwa mambo yote ya Mungu. Kinachowasumbua wengi ni kwenye kusanyiko kuupload vitu vyao, sio kudownload vitu vya kimungu. Nisikilize vizuri. Hoja inajulikana wakati unasikia, kwa sababu neno ndio linachunguza ufahamu. Akili haikomi, haina mwisho wakati unafanya. Amen. Haina mwisho, ile itakupa kuzunguka eneo moja. Na kitu ambacho wengi huwa mkifuatilii sana ni kwamba wakati ambao Mungu anataka afanye tukio, anamfundisha mtu. Kuna kampuni fulani Mungu anataka afanye kazi na mtu ambaye naye kwenye ibada. Kuna taasisi fulani inavyoongea hapa, Mungu anataka afanye kazi na mtu ambaye ni naye ibadani. Amen. Ina maana anachofanya, anataka kufundishe namna anavyotaka mfanye hiyo kazi kwenye hiyo ofisi. Hizi anajua ana issue ya uwaziri inamhitaji Yusufu, lakini haina maana watu wengine hawapo. So lazima Yusufu apate shule ya mbingu kwa habari ya uwaziri, ili anapokuja kuwa waziri afanye sawasawa na mbingu ambavyo nimemwandaa. Lakini kitu ambacho wengi huwa mnakikosa kwenye neno ni hiki hapa. Mkiwa kwenye uwepo wake, huwa mnayapoteza maneno yake, alafu mnampa maombi yenu. Na wafundishaga sana, kumsikilizisha Mungu ni jambo rahisi, kumsikia ndio kuna mtihani. Na ndio maana huwa nawaambia usimfundishe Mungu unayopitia, mwelewe kwenye unayopitia. Sababu kiwango cha yeye kukutoa akiko kwenye kiwango cha unachoomba, kiko kwenye kiwango cha unavyosikia. Kwenye jaribu hakuna mlango, ila unafanywa. Ina maana kama utaomba na usijue unavyofanywa, umefeli kwenye imani. Sorry, narudia tena. Kama utaomba alafu usijue mlango unavyofanya, anasema katika kila jaribu nitafanya mlango. Ina maana mlango haupo kwenye jaribu, unafanywa. Na huwa nawaambia iko mlango haufunguliwi kwa macho, iko njia inaonekana kuwa sawa, njia maamuzi bila ufunuo wa Kristo kwenye hayo. Sio hatima, ni mauti. But uwezo wa kuamua unakuwepo kwa sababu ni wazo lipo. Changamoto inayowataabisha wengi ni kufikiri jaribu ni mlango, eneo. Linapokuwepo jaribu, mlango sio eneo, wazo. Na wazo bila neno la Mungu ni danja ya pepo, mauti. Na ndio maana Mungu asiposema, wewe ukisema bahari likawanyiki, but utakuwa umesema.
Na ndio maana akida moja kwenye kitabu cha Luka anamwambia Yesu, mimi najua wewe unaweza usije nyumbani. Kiomba namna unayoomba bila kujua namna anayotaka kuomba, atakusubiri uombe. Amen. Kwa sababu kiwango cha maombi sio kiwango cha hali. Amen. Kiwango cha maombi ni kiwango cha ufunuo. Amen. Na ndio maana mbingu ikifunua siri, maombi huwa yanaahirishwa. Kuna mahali utukufu ulishuka kwenye hema, makuhani walikusaga kazi ya kufanya. Utukufu hautokei bila ufunuo wa neno la Mungu. Na ndio maana kesi za watu wengi ni kufikiri kufunga macho ni kuwa rohoni. Usifumbe macho kama hujafungua akili. Gereza gumu ambalo watu kiroho tunalo leo kwenye makanisa ni la kuamini Mungu. Okay, anyway, ngoja nifanye hivi kwa Kiswahili rahisi. Ni kuamini Mungu. Nisikize. Tukisema Baba nisaidie, nivushe, ameenda. Yaani hiki kitu kimewafanya watu wengi kufikiri imani ni kusema hivyo alafu naacha. Ngoja nikupe jambo gumu kidogo. Yesu anaweza akawepo. Mama aliyetoka ndani kwa miaka mingi anaweza akawepo. Ila kujua yule pale ni Yesu haitoshi yeye kupona. Hii sentence inaweza kuwa kwako ngumu. Yaani yule mama kumwona Yesu yuko pale haitoshi yeye kupona. Kwa sababu yule mama atamuona Yesu yuko pale, lakini kusipokuwa na mchakato wa yeye kugusa vazi, damu itaendelea kutoka. Kwa hiyo kutembea naye ni jambo moja, kugusa anavyotaka uguse vitokee ni jambo jingine. Na ndio maana kuna watu wanawaambia usishangae mtu akawa kwenye eneo la ibada lakini baadhi ya ishu zake zikawa zimekufa. Inaweza ikakuchanganya sana. Yaani yupo kwenye boti na boti inapigwa na mawimbi. Kipengele ni kujua anafanyaje kazi akiwa ndani yako. Anachofanya ni kukufunulia siri ambazo zitakuruhusu kuhandle ishu zako kwa ukubwa ambao yeye anao, ili presha ya maisha, mawimbi ya baharini yasikuweke chini hata kama haonekani kwa mwili. Kinachowavuruga wengi ni kufikiri kusema peke yake inatosha. Ngoja nikwambie, usiposikia kinachohitajika utakosa kilichoandikwa. Haki ya mwamini sio kupiga makelele kanisani. Miongoni mwa vitu ambavyo watu mnafaa kuvijua kama sehemu ya siri za Mungu kwenye maisha yenu ni kujua kinachofanya kazi kimungu kwetu ni kipi. Muda uliokubalika ni ule muda anaokufa. Yaani ule muda unaojua kwamba hii sasa kumbe iko hivi. Yaani ule muda unaojua ule ndio muda uliokubalika. Amen baba. Na ndio maana kushindwa kufanya jambo sahihi lililofunuliwa kwa muda huo ni kupishana na muda uliokubalika. Anyway, ndio maana hata ukifunuliwa issue ya utoaji, mfungo, mkesha, dhabihu, ukifunuliwa usipuuze. Kwa sababu muda uliofunuliwa ndio muda wako. Niliwahi kuambia watu, Ibrahimu anaambiwa makali majira kama haya utakuta na nini? Wengi wanachambua vibaya pale. Ule muda alioambiwa ule ndio muda ambao Sara alikuwa anapokea mimi. Ukimisi huu wakati wa mafunuo, maana yake umemisi eneo lako muhimu la hatima. Labda nikwambie, maombi niliwahi kuwafundisha yambadilishi Mungu. Hayambadilishi Mungu. Ndio maana ni muhimu sana kupata shule ya neno wakati ambao unapitia mambo. Maombi yanaweza kukufanya ukakosea. Ngoja nikupe shule ngumu kidogo hapo. Nilikuwa najadili na mtumishi mmoja wa Mungu mahali. Nikamwambia
Hakuna kitu cha hatari kuomba kama wakati ambao una tatizo. Hivi unajua unaweza ukafunga ili ufungwe, sio ukafunga ili ufunguliwe. Na ndio maana ni muhimu kujua nini cha kufanya wakati unapitia. Nilimfundisha mtu namna ya kuhandle pressure. Nisikilize vizuri, hii itakusaidia. Wakati wote ukiwa kwenye tatizo au shida au dhoruba, tatizo sio kitu kinachomuumiza mtu. Mapokeo ndio kitu kinachomvuruga mtu. Nilimwambia mtu usichague kujua anachokufanyia, chagua kujua unachotaka. Hautaumia. Kwani mtu akikwambia wewe ni ng'ombe na wewe ukajua wewe ni mtu, utamrudishia jibu la kumpa? Niliwahi kuwafundisha, mbona hata mtu kukuumiza unaumiaga aje? Yaani kwa sababu kukuumiza ni kupokea kwa namna yake. Sasa pia kwenye changamoto ambayo mtu anaipitia, anaweza akaomba kwa namna ya hiyo changamoto. Niliwahi kufundisha maana nikamwambia kiwango ambacho Roho anaomba ni kiwango anachokufunulia. Kwa hiyo kuugua kusikoweza kutamkwa sio kunena kwa lugha, ni kwa namna anayokufundisha kabla ya wewe kuingia kuomba kwa namna yako. Na ndio maana kuomba kwenye tatizo, niseme hivi, nikwambie wewe basi, nisitumie mfano wa mtu mwingine. Ukiona umetobolewa macho usiombe, tafute Bwana. Alafu hiyo sentence mbona kama inaonekana nzito? Ukitobolewa macho kama Samson utaomba vibaya. Utaomba nguvu afu zitakuua. Hizi, ukiona umepungukiwa fedha usikimbilie kuomba, unaweza ukala. Ukiona umekosa amani kwenye ndoa usikimbilie kuomba, amani inaweza ikakupoteza. Saa nyingine tafuta viongozi kiroho, itakupa kuona zaidi. Maombi ya kuomba wakati una tatizo ni maombi ambayo yanaweza yakakuvuruga. Au hujui kwamba hata Yesu alizingwaga ni maombi? Listen mzao. Hapo nasema baba usijali, nimeomba lakini naomba sasa na mapenzi yako pia yatimie. Kuna situation ukikutana nayo unasahau kabisa kama wewe ni mwana wa Mungu. Baba unajua ikiwezekana hiki kikombe kiniepuke kwa sababu maumivu hiki kikombe makali. Yes, yameandikwa kwa manabii. Au hujui kwani hata kitamka tu inakuwa wewe hujui. Haya tukitamka bahati mbaya inakuwa. Yaani issue sio usiseme alikuwa na masiara, hakunaga masiara kwa kwani. Hakunaga. Eti pale ametoa mfano. Wewe, mfano gani madhabahu? Madhabahu na mifano sisi ya utani. Umeenda bali, hakuna mfano wa utani. Yaani kwani kabisa aseme unajua mfano? Hakuna. Sio Samsoni ule wakati inabidi atafute. Yaani haoni. Unajua uone nini? Macho mioyo yenu yatiwe nuru. Nje na mambo mnayoyapitia ili mjue utukufu wingi wa utajiri wake. Msiamue kwa sababu ya pressure mambo. Mjue kwanza ndio muamue baadaye. Amen. Na maana kuna aina ya maombi ukiomba kitakachotokea kinakuangamiza. Ina maana Samsoni ili aishi ilibidi asiombe nguvu. Yes. Hakuna mtu anaelewa hii sentence. Yaani Samsoni ili apate miaka mingi ya kuishi ilibidi asiombe kabisa. Kuna mtu hapo unajua mawazo yake hapo. Kwa hiyo niache kuomba ili niishi. No. Na maanisha alikosea cha kuomba ndio maana ikawa mauti. Miongoni mwa vitu ambavyo tunafeli kwenye nyumba za Mungu ni kuchukua mambo yake
kwa namna yetu, sio kwa namna yake. Maombi ni kitu kizuri sana. Kukosa ufahamu kiroho inaweza kuwa ni hatari zaidi. Naona kuuliza swali. Ushajiuliza wakati ambao Mungu anataka aseme na wewe, wewe unakuwa unafanya? Ushakujua muda ambao Mungu anataka kusema na wewe na baba ni muda gani? Ushakujua muda ambao unataka kusema na yeye na baba ni muda gani? Changamoto ya kiroho iko hivi. Wakati ambao Mungu anajifunua, nimekwambia ndio wakati sahihi na ndio muda uliokubariki. Muda ambao anataka aseme na wewe sio muda wa mambo unayopitia. Ni muda ambao yeye anakupa mwaliko wa neno lake. Niliwahi kumuuliza mchungaji mmoja swali, nafikiri ninakuuliza na wewe pia. Unapofungua Biblia unatafuta nini? Yaani ulikuwa kazini pale, mtumishi wa Mungu, sasa hivi kuna utulivu, ngoja nifungue Biblia. Wewe unatafuta nini? Mwingine kusikia Mungu tafuta. Mwingine wewe unatafuta nini? Hamna mnachotafuta. Au wewe unafunguaga tu utakapoangukia ndo hapo. Ngoja nikufundishe. Chochote ambacho utakikosa kwake kwenye siri zake au utakipata kwenye maombi. Maombi sio kimbilio, ni muhuri. Ni muhuri unaotokana na alichokufunulia. Ndio maana kukosa kujua siri ya ufalme ni kujinyima usalama wa hatima yako. Kumbuka, mbingu haitambui maumivu, mbingu inatambua maamuzi. Na siri hii kwa wengi imekuwa ya kujificha kwa sababu wanafikiri makusanyiko ya kiroho, hasa ibada zinazofanyika kwa kukusanyika watu mbalimbali, yanahusisha matatizo ya watu. Na kinachowagharimu watu wengi kwenye maisha yao zaidi na zaidi ni kutafuta uso wa Mungu kwenye changamoto zao. Niliwahi kusema hii sentensi mahali na watu waliumia, lakini najua walipona. Wangapi kumwita Mungu? Wangapi kumwita Mungu? Moja. Mwingine, Mungu nakuhitaji leo. Nakuhitaji Bwana, nisikie. Sentensi nyepesi ni hii hapa. Ukikosa kujua siri ya ufalme, hautakuwa salama hata ukiwa ndani ya ufalme. Nilikuwa nasoma kitabu cha Mwanzo, nikawa very surprised na issue ambayo Shetani alifanya. Yaani Shetani alikuwa smart kiwango kwamba kujua anataka kufanyia nini ilihitaji sana neema ya Mungu. Na namtukuza Mungu kwa sababu alikuwa on time, aliwahi. Kwenye habari ya kitabu cha Mwanzo, wakati Shetani amemwambia mwanadamu ale matunda, ndio Shetani alikuwa na kitu kigumu sana. Hali ya kimbingu huwa haibadiliki wakati wowote. Wakati wowote. Wewe nikupe hii siri. Wakati ambao mtu anapitia mambo, nini huwa kinafanyika katika ulimwengu wa roho? Nini huwa kinafanyika, kinaendelea katika ulimwengu wa roho? Wakati nilikuwa kwenye ile somo la message na messenger. Pesa 1, 2, 3. Okay, wengine hamkuwepo, mtalitafuta. Ni hivi. Mungu haikupi kufanya unachotaka. Haikupi. Na haina hiyo fursa. Amen. Ukiona umepoteza nafasi ya kujua mbingu inachojua, usipoteze muda kwenye maombi. Usipoteze muda kwenye maombi. Kwa mnaokumbuka kuna siku niliongea kwa ulingumu nikasema, ukipenda kuombewa, ukishaombewa usiondoke.
Mtafuta aliyekuombea amesikia nini tena. Au ni kuchanganya. Mfano, nikimtuma John akafanye maombi kwa kile alichosikia kwa Mungu juu yangu, inabidi nimsubiri John ataambiwa nini afutakuomba. Akitumwa Isaya kupeleka unabii kwamba mwambie atakufa, inabidi nimsubiri Isaya amepewa maelekezo gani tena baada ya kuomba. But listen, wewe uko single hujaoa, umemtuma mshanga kuombea kuhusu ndoa. Hapo hujaelewa? Nimekuelewa. Na yeye hajaoa. Na umemtuma aombe kwa ajili ya ndoa. Ndio. Hujaelewa. Umeelewa kumbe. Nimekuelewa. Umeelewa Yeah. Kwa sababu hakuna jibu baya ikiwa ile jibu una. Flora, hujaelewa? Wanaweza kuelewa? Yaani nisikilize. Wakati messenger anapokea message, mimi napopokea message ya Tona, napopokea ile message yake, na kuwa na uwepo wa Tona kwenye message. Katika roho, kile kinachomtafuta Tona automatically kinatafuta mimi. Amen. Inafaa tukujiane aondoke na vya kwake. Ndio. Na ndio ukimwombea mume wa Kibona kwa ulivyosikia. Hello? Ya Kibona. Na ndio maana baada ya ibada kuna ibada. Hujaelewa. Naye kufundisha ni mtumishi ya Mungu. Amen. Yaani asipokukutia atakutafuta wewe. Kwa sababu una uwepo wa hizo kitu. Amen. Unasema nachoka mimi. Ndio. Na ndio maana fuatilia wale watu walioomba mke, mume, fuatilia wale watu walipoomba wakabaki kwenye madhabahu. Walindana na watu wao. Still waliendelea kutembea na ile anointing na ule uwepo. Amen. Kwa hiyo wanapoondoka wale watu wao wanaifuata ile anointing na ule uwepo. Upo wapi? Kwa hiyo tunahitajika mahali. Ina maana ukiniambia nikuombee biashara yako, after prayer nitafute. Kwa sababu kitakachotokea, message itakayopewa, wateja wako watakutafuta nini? Amen. Wale wanyama wa kumfuata Nuhu walifuata message. Ndio. Walifuata message. Ina maana Nuhu angekuwa na message angeendelea kutawanyika. Ina maana katika roho wale wanyama wanajua huyu ndio Nuhu na ndio huyu ana ile message na ndio huyu atatuingiza kwenye safina. Yes. Wanajua. Ina maana katika roho wateja wenu wanajua huyu ndio yeye, yaani wanajua. Hapo sinakuumiza moyo kwa sababu ulipoteza mengi. Hebu mpatie Yesu makofi. Na hisia kututuma tu, watu tume tu mbele za Bwana. Mchungaji na kutuma mbele za Bwana. Ndio kaulize. Amina, nenda kuuliza, usijali mtumishi wa Bwana. After kuuliza umenirudia. Umenirudia. Chukua tu. Ndio maana wachungaji wanakuaga na neema nyingi kwa sababu mnawasusiaga neema zenu after prayer. Hapo nasema, ndio. Kwa sababu gani? Na neema ya Mamalani, na neema ya Marabwepi, na neema ya Kibona. Wewe labda unaenda kuombea biashara wateja, na wewe biashara wateja, na wewe biashara wateja. Just imagine message za wote hawa kuhusu wateja nikapokea. Ndio maana nikitaka kutoboa waga na waombea watu.
Ayubu akuwa mzembe alipowaombea rafiki zake. Kitu kizuri unataka kumfanyia adui yako ni kumwombea. Amen. Au hujaelewa bado? Mbona nakufundisha mambo mazito sana lakini kwa Kiswahili chepesi? Alipoombea marafiki zake, Mungu akageuza mteka. Means ile message, majibu ya rafiki zake. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Adui nilionao wasikose nyumba, wasikose magari, wasikose biashara, wasikose ndoa, wasikose amani, kwa jina la Yesu. Sema tena, maadui nilionao ambao wao ni adui kabisa, leo hii wamebarikiwa kwa jina la Yesu. Sema Jehova, hata marafiki zangu naombea mema, naombea nyumba, naombea magari, naombea biashara, naombea mafanikio katika jina la Yesu. Amen. Amen. Karibu ukae. Imekuwa njema sana. Wewe hujaelewa bado. Kwenye kile cheo alichokaa. Muombe. Muombe. Kwa sababu message waipotezi uwepo wake. Tafuta kusikia kwa Mungu kuhusu hiyo message. Mimi sinakupa siri ya message. Biblia inasema mkiombea adui zenu kwa mfunguo mnakuwa mmewapalilia nini? Makaa ya Mungu. Hauna haja kuwalaani sana. Hauna haja. Yaani kuna muda mpaka nawaza, Ayubu aliwaza nini? Amua sasa. Amua. Mafunuo ni mengi. Umefunuliwa lipi, yupi, nani anafaa, yupi hafai. Ukihitaji kiti, rahisi sana kueleza. Amen. Kilichompeleka Yusufu kule ni ndoto. Amen. Ndoto. Kilichomtoa Yusufu gerezani pia ni ndoto. Yes. 100%. Ndio. Yusufu alikuwa anaongea serikali. That's why anasikia kuhusu serikali. Amen. Huwezi kusikia mji ambao huna uhusiano nao kiroho juu yake. Amen. Huwezi. Kwa hiyo mpaka Yusufu anatafutwa gerezani, ni wazi kwamba serikali, nchi, kiroho, mfumo wake ulikuwa active na hali ya kiroho ya Yusufu. That's why anafaa kuiongelea ile ndoto ni Yusufu peke yake. Walikuwepo watu ambao wako gerezani ila wali Yusufu. Ni kwa sababu kiroho jamaa hali yake inaruhusu kudili na hiyo issue kwenye nchi. Kwa Kiswahili kizuri, kile ambacho huna uhusiano nacho kiroho hautapewa mamlaka kukitafsiri au kukisimamia. Usiwafungie wateja wake, fungua milango. Amen. Kiwango mnachowapimia watu. Amen. Ndio hicho umefanya nini? Kuna mambo ni mepesi sana. Yaani kuna kanuni ni magazijuto ambayo inavuruga kabisa kichwa. Just imagine mtu anakutukana kwa watu tunaambia nimekuombea mema na wewe. Baba Elisha, mtu anakutukana mbele za watu afu namwambia na wewe nimekubariki. Umeishabarikiwa. Unafikiri ni kawaida? Hapana. Na ndio maana kitu ambacho natamani mjue, Ayubu alipoombea marafiki zake, uteka uliondoka, sio uteka kibiashara. Ndio maana usimpuuze mtu kwa kumuona usoni. Jifunze Mungu anafunua nini. Kwenye hii baada leo nakupa siri nyepesi sana. Nimetoka kukwambia ukiwa kipofu wa mambo kama Samson, usikimbilie kuomba, tafuta kusikia. Ni hekima ya wazi sana. Watumishi wa Mungu hapo, niliwahi kuambia mahali, sijui ni humu Yerusalemu, nilisema hivi, ukitaka kwenda haraka nenda mwenyewe. Ukitaka kufika nenda na watu wa Mungu. Kuna tofauti wa kwenda haraka na kufika.
Kwenda haraka, nenda, bahari itakuwepo. Kufika ndio mchakato. Kwenda haraka, nenda, bahari utaikuta. Kwa hiyo hii ni shule ya wazi, na sio tu watu wa Mungu kawaida. Kuna watu wa Mungu umefunuliwa kibiashara, kifamilia, kindoa, umefunuliwa. Make sure unaenda nao, Mungu amekufunulia. Usiende mwenyewe, utajinyima fursa ya kusimama. Kwa nini nasema haya? Watu wengi mmekuwa mkijifunga wakati mnaomba juu ya matatizo. Ndio maana nimeanza kusema mbingu inapoweka mwaliko inataka itoe majibu. Na bahati mbaya ipo hivi. Hichi kitu nimekiona kwa watu wengi sana wao dunia. Hasa nikijitahidi kuwafundisha wengine wanahisi kama tunawakatili au wanafikiri Mungu anaweza akakufundisha jambo ambalo ulikuwa hutaki kusikia. Lakini ndio jibu lake. Hebu fikiri, huu mfano utakusaidia. Nani angekuwa tayari kupitishwa kwenye shule ambayo anaona kabisa hakuna aliyewahi kupita na yeye ndio wa kwanza? Mfano kwenye shule ya Daniel kwenye Simba. Nani angekuwa tayari kupita kwenye mfumo huu? Ngoja nikupe sentensi nyepesi. Simba alikuwa focus na Daniel, kwa sababu Daniel hakuwa amewekwa kwenye Simba, aliwekwa kwenye nature. Aina uwepo ambao Danieli anakutana nao mle ndani kwenye Simba ni uwepo aliokuwa nao kabla ya kwenye Simba. Kwa hiyo anapoingia mle kwenye Simba, haingii kwa sababu kuna Simba, anaingia kwa sababu kwenye nature yangu aliipo. Kwa hiyo sita struggle kwa chochote. Na ndio maana alipokuwa Daniel mle ndani, Simba hakuona chakula. Sishangai watumishi wa Mungu wakiwa wanioni. Tunakuwa na hii. Amen. Mtu ananitafuta na niko hapa kwa wanioni. Hapo na anioni. Hapo na anioni. Tulikuwa na God Listen na Meti. Tumetoka tunakotoka kwa kwenye majukumu yetu. Njiani tukiwa safarini, kuna mama tulikuwa naye. Ni mtu mzima kidogo, yeye miaka mwangalia haraka 52 hivi 51. Sasa yule mama tulikuwa tunapiga story vizuri mwanzo safari. Tukaongea vizuri kabisa, yani stories zilikuwa vizuri kabisa. Yaani stories zilikuwa vizuri sana. Sasa safari watu wanalala, dereva ndo agata kwa kulala. Ila nyinyi wengine wote mnaruhusiwa kulala. Kafika mahali kwenye kama hoteli hivi, kwamba sasa hapa tutumie dakika chache watu, baada ya dakika hizo chache kila mtu anaenda na fulani mmoja. Dakika kama 5 zile za mwanzo zile. Mimi binafsi nikiwaga naendesha, waga nakula. Nikiwa siendeshi waga sina. Siendeshi gari. Yaani mimi nikiwa siendeshi, mimi si drive mimi, hawaga sipendi kula. Ila nikiwa na drive mimi, hapo nitakula vizuri kwa amani kabisa, kwa sababu dereva mwenyewe najua uendeshaji wangu haitanipa shida. Sasa lile eneo pia mimi kwangu sikuwa nataka kula, kwa sababu najua mazingira haya sio rafiki kwangu kula, ila watu muda mwingine lazima wale. Asa yule mama nilikuwa naongea naye mwanzo wa safari, wakati tunaongea moyo ulikuwa unaniuma sana kwamba mama tunaongea moyo unaniuma, yaani moyo kama unataka kulipuka. Ushika na mtu eneo. Yaani moyo kama mtu anataka kuchomoa. Yaani anaenda afu mimi nasikia huzuni na lakini baadaye anyway, mtu mwenye simjui huyo anaanza kufuatilia mambo ya watu, utakuwa ni mbea kiroho. Lakini moyo unauma kabisa. Sasa eneo lile ambalo tulikuwa pale, mimi nilikuwa nafuata simu kwenye gari, sijui. Nilikuwa nafuata simu kwenye gari. Watu wengine wote wanaingia huko hotelini pale wanakula na nini, mama yule. Yule mama ambaye nilikuwa naongea naye mwanzo wa safari, simuoni kwenye gari. Afu namuona yule kule ng'ambo ndo anaenda.
anaenda katikati ya barabara. Asa kumuita kwa sauti, kitendo cha kumuita kwa sauti ageuke, hapo akafia gari. Ni jana, sio jana. Asa mimi nikawa napata picha za, kumbe nilikuwa natakiwa kushughulikia taarifa ya mama. Hakika sijui. Unaweza kuongea naye mtu akasema wewe mchawi, wewe unaniwangia wewe. Huyu mama anakaa hapa juu mjini hapa sasa na kilimo pembeni pale. Kwa ambao mnakaa mjini ndio kwa msiba msiba. Sijui lakini kama sio. Sasa tukio hilo tumeanza nalo stendi. Ndio ambalo sisi tunatoka. Sasa nikawa nachambua muunganiko wa lile tukio na alafu tunaongea vizuri, tunaondoka wote. Ila tukaachana kwenye dakika 5. Na kichwa chake kinanisumbua ni message kusema siwezi. Ila moyo umejaa. Naye ngumu. Ila ingekuwa mwana Jerusalem ningewaambia tu arudi nyumbani. Mbona wanga na wakatalia safari? Wangapi shakatalia safari? Wangapi shakatalia safari? Punga mkono kasi ya kukatalia usafiri. Kuna yule pale mwingine. Kuna Godlizen mwingine. Wengi tunaambia usiende hiyo safari sio.